We Mtawa, umefuata nini hapa? Amara, hivi unanichukuliaje wewe? Unaweza kuniambia hapo umekuja kufanya nini? Mtawa, hebu ondoka hapa. Tutakuja kuongea nyumbani kwako. Usiniambie hivyo. Nimeambiwa kila kitu kuhusu ujio wako hapa. Amara, wewe sio kufanya umalaya kisa pesa. Wewe ni umalaya Amara. Koma. Tena chunga maneno yako. Kama ungekuwa unataka nisifanye umalaya, si ungekuwa unanihudumia? Kila kitu unategemea kwangu. Kodi, kula yako, hadi vaa yako. Unajua pesa natolea wapi? Kama huwezi kufanya kazi, basi acha mimi nifanye kazi. Na kuomba ondoka hapa. Jinsi gani umepanda kiburi mpaka unanipiga kibao? Unanitukana leo, sio? Hamna noma. Lakini kaa ukijua kitu nitakachokuja kumfanya huyo boya mwenzio, atakuja kukuhadisia. Mtawa. Mtawa, na kuomba usije ukafanya jambo lolote baya kwa Mobi wala kaka yake Chika. Tambua nakupenda sana na nafanya haya yote kwa ajili yetu sote. Nipo hapa kwa maana. Please, naomba unielewe. Na usiku wa leo nitakuja tulale wote mpaka asubuhi. Moyo wangu umevunjika. My boyfriend. Bila shaka Adela ndo amemwambia, ila bado hawezi kuzuia mpango wangu. Ninakuchukulia lakini pia nakukumbuka. Discrimination seriously. Karibu sana mjomba. Asante. Lakini mjomba, nimeshtushwa sana na wito wako. Kuna kitu gani kinaendelea? Ni kuhusu Adela mjomba. Maana tangu alivyoondoka mpaka sasa hajarudi kabisa. Na sijui hata yuko wapi. Mjomba, unajua sijategemea kabisa kama itafika wakati utaniita alafu tujadili mambo ya kipuuzi kama hayo. Swala la Adela. Mtu ambaye hatambui hata heshima ya mzazi. Mtu ambaye amekataa kuniheshimu mimi kama ndugu wa mume wake. Alafu leo nakuja tunajadili kitu gani? Hivi unajua mjomba ana thamani gani wewe? Mjomba ni mama. Sasa inakuwa vipi mtu ambaye asioweza kutambua hata thamani yangu mimi kama mjomba, leo unaniita tuje tujadili? Tunajadili kuhusu nini? Tunajadili kuhusu utamu. Mtu ambaye ananitukana mimi anataka nionje utamu ambao anaupata yeye, leo tunajadili kuhusu yeye. Tunajadili kuhusu nini? Sikia nikwambie. Mimi siko tayari. Siko tayari kuendelea kujadili mambo ya kipuuzi kwa mtu ambaye ameshanitusi alafu leo eti tumzungumzie. Siwezi kufanya upuuzi wa namna hiyo. Mimi niombe samahani. Mjomba, wewe ni kiongozi wa hii familia. Sidhani kama itapendeza kuchukua maamuzi ya kutususia sisi kwa sababu ya yule mtoto. Mjomba, tafadhali nakuomba. Wewe ndio kiongozi wa hii familia. Hivyo maamuzi yenye hekima na busara yanatakiwa sana. Na ndio maana moja ya busara ya wahenga inasema kwamba mtoto akinyea mkono si vyema kuukata, bali unatakiwa kusafisha. Mjomba, hofu yangu ni kubwa sana juu yake. Asija kwa amejidhuru. Maana ni dhahiri kabisa anaonekana akili yake haiko sawa kwa sasa. Sawa. Unajua kama mzazi kuna wakati unafika mbali sana kihisia.
nilikuwa najaribu kutafakari kwamba huu upuuzi aliokuwa ameufanya mbele yangu anaweza kuwafanyia wazazi wake, lakini ni sawa, nimekuelewa. Yule hapa ni kwake, na uzuri mume wake yuko njiani anakuja. Sasa hebu tumsikilizie arudi, na kama asipoweza kurudi kwa wakati huu, basi itabidi tuliwekee uzito. Ila kwa sasa wewe mjomba, kuwa na amani. Mimi nimekuelewa sana mjomba. Lakini na huyu msichana mwingine yuko wapi? Maana sijamuona na pia simfahamu. Natamani kumjua mkwe wangu. Ametoka, lakini muda si mrefu atarejea. Haina shida mjomba. Kama leo ikishindikana kuonana naye, basi nitaonana naye hata kesho. Ila kama itakupendeza zaidi, basi ni vema hata ukamleta nyumbani. Naona itakuwa vizuri zaidi. Au unasemaje mjomba? Basi mjomba, ubaki salama bwana. Okay, ama shida mjomba. Hakikisha mkwe wangu anakuja nyumbani. Bila shaka nitafanya hivyo mjomba. Haya. Moyo wangu umevunjika, Mtawa mpenzi wangu, haina haja ya wewe kuchukia na kukasirika kiasi hicho. As long as unajua nakupenda sana, na ninafanya haya yote kwa ajili yako. Kaa kimya Mara. Hivi haya ambayo unanifanyia mimi, ningekufanyia wewe, ungeweza kuvumilia? Au umaskini wangu ndio sababu ya haya yote ninayopitia? Hivi kweli nakaa najua kabisa mwanamke wangu ninayempenda, mimi anatoka na mwanaume mwingine, analala huko, anakaa huko. Kweli Amara? Naomba unisamehe mimi. Najua kodi imeisha. Nitapitia kwa baba mwenye nyumba kwenda kulipia. Pia uliniomba pesa ya matumizi na kutumia. Wacha mimi niondoke. Kwa heri. Nakupenda sana. Kwa nini dunia ni ya maumivu? Oh my boyfriend. Usichokijua mjomba, hiyo talaka ndo naitaka mimi. Kwa kama naweza kunisaidia basi nisaidie nipate hiyo talaka. Wewe alichonipa ni mapenzi, na hakuna mwanaume yoyote ambaye amewahi kunipa. Vipi,
Unataka na wewe akupe uone ladha yake? Amara, unatoka wapi muda huu? Nilienda kwa rafiki yangu, kwa kuwa uliniambia leo mjomba wako anakuja, hivyo nikaona bora niwapishe. Je, ndio sababu ya wewe kuwa kwenye mawazo kiasi hiki? Hapana Amara, ni kuhusu Adela. Adela amefanya nini? Adela ameondoka tangu asubuhi, na tena sio kuondoka tu, ameondoka kwa kupishana kauli na mjomba Gozi. Hivyo baada ya hapo aliondoka kwa hasira, mpaka sasa hajarudi. Na mbaya zaidi, simu yangu hapokei. Hofu yangu asije akawa amejizulu. Adela ni mtu mzima na anajua nini anafanya, so haina haja ya wewe kuumiza kichwa. Mi furaha yangu ni kuona tupo wawili tu hapa. Aya, sema unataka nikupe kwenye kochi, sakafuni au bafuni? Ila Amara, unajua, acha maneno mengi mkaka, kula nyama nyamaza. Haya, sema tunaanzia hapa au twende chumbani? wakati mwingine inabidi tu kuipindisha sheria kwa maslahi binafsi. Wacha niichape hapa. Mungu wangu, nini hiki? Mbona kama ni mkosi sasa? Amepajuaje hapa? Unashtuka nini kuniona? Ulizani sitopafahamu unapoishi? Hem, nipishe mimi niingie.
Hongera sana mume wangu. Naona sasa umejipata. Angalau chumba kinatazameka. Nadia, ni nani alikwambia uje hapa? Si nilikwambia nikiwa tayari nitakwambia uje mama yangu. Hiki chumba mimi sio changu. Naishi na rafiki zangu. Mimi nimefanya tu kufadhiliwa. Sasa wewe niambie mwenyewe, tunaishije hapa? Sasa hapo kosa la nani? Umeniacha kule nyumbani, umesema unakuja kutafuta maisha. Kwa mpaka sasa hujapata chumba tu? Na tena kwa dharau. Simu kaa haupokei na haupatikani, namba kabadilisha. Nakwambiaje? Hapa ndo nimeshafika baba, siondoki. Na hivyo ninavyoniona, nina mimba yako ya miezi 5. Kasema nitaenda mjini nitatafuta maisha yangu. Siku zikapita, wiki zikapita, miezi 3 ikapita. Moyo wangu ulikuwa na shaka, lakini nilikuwa na matumaini. Nilienda mjini kazi, ndoto za kiume, nikapanga kila kitu, nikijitengenezea maisha yangu. Lakini moyo wangu bado ulikuwa nyumbani, unakukumbuka. My boyfriend, kwa nini hatukuwe na muda wa pamoja?